السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. Ili isiwe albadili, niseme viongozi nyote, kila mmoja kwa nafasi yake, tukianzia viongozi wa baraza na wale walimu wenzangu wa madrasa, muridhie hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inatambua uwepo wenu. Sallu ala rasulillah. Nina yakini kwa kutambuliwa katika hadhara ya Mtume, majina yenu yataandikwa mbinguni kwa kuacha yenu, kwa sababu ya kuja kumzungumza, kumsimulia, kumswalia, kumtangaza, kumsifu na kufurahika naye Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim alayhi. Muda umekwenda na mimi niseme muda hautoshi. Inategemea umeelewaje. Ndio mada yangu. Inategemea umeelewaje. Hiyo ndio mada. Katibu Sheikh Masasio, mada yetu ni inategemea umeelewaje. Ngoja kidogo, inawezekana mnachelewa kunielewa. Bwana mmoja alisomea utaalamu wa kushona viatu. Akarudi kwa ndugu zake, anataka akapate kuishi kwa taaluma aliyonayo. Akamuomba mmoja katika ndugu zake aende mji fulani, una pesa vipi, akakague kama atakwenda, vijana wanasema atatoboa. Alikwenda mwelekezo, lakini yule aliyetumwa kwenda kule alishangazwa na hali ya kule, akarudi kwa masikitiko makubwa na kumpa maelezo ya kumkatisha tamaa. Hakuna sababu ya kwenda, watu wa kule wote huwa wavai viatu. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim alayhi. Unataka ukatengeneze viatu vya nani? Hawavai viatu. Mtaalamu imani yake inampa kwa pesa za watu wa kule, atafanikiwa, akamtuma mwingine aende kule kule. Inategemea umeelewaje. Zama. Wa pili alipokwenda kweli kaiona ile hali, akaja akamwambia yule bwana, kule hasa ndio kwa kwenda. Inategemea umeelewaje. Kwa nini unasema kule hasa ndio kwa kwenda? Akamwambia zaidi ya 90% ya wakazi wa kule hawavai viatu. Kwa hiyo ukienda utaenda kuanzisha kitu ambacho kule hakipo. Inategemea umeelewaje. Huyu wa kwanza alielewa kwa kutovaa viatu watu wa kule, fundi atakwenda kushona nini? Lakini wa pili alivyoelewa, alielewa kwa kuwa viatu havivaliwi
basi kule ukienda kuanzisha utapata pesa, mpaka akipatikana mtaalamu mwingine ushatajirika. Inategemea unaelewaje. Sallu ala rasulillah. Wataalamu wa sheria, wataalamu wa somo la sheria, na kusudia Islamic law, sheria za dini hii, wana maneno yao, wanasema hii ni kanuni katika sheria. Al-ibaratu fi al-uqudi bil maqasid wal maani la bil alfaz wal mabani. Katika sheria kinachozingatiwa malengo na maana iliyopo katika hilo jambo la kimikataba. Al-ibaratu fi al-uqud, sheria haizingatii matamshi na majengo ama mfumo wa ile siaki ama sentesi ya maneno yako. Al-ibaratu fi al-uqud bil maqasid wal maani la bil alfazi wal mabani. Ngoja kunielewe. Sheikh Uthmani Daki anauza mapanga ili unielewe. Sheikh Masasi amekwenda kununua panga imsaidie ulinzi na kwenda kulimalima shambani kwake. Panga. Lakini Sheikh Twaha, la qadara Allah, Mungu asifanyie mfano, kaenda kununua panga ili akafanyie ujambazi. Lakini kilichofanyika ni mahusiano na biashara, ni jambo halali na Qur'ani imethibitisha hilo. Wa ahalla Allahu al-bay'a, Mungu karuhusu mahusiano. Lakini huyu aliyenunua kwanza, lengo zuri, tiki, wa pili lengo baya, X. Inategemea uelewaji. Hujanielewa, niongeze mfano. Masudi kamwona binti, kapeleka posa kwa lengo la kuvutiwa na yule binti amuoe kisheria. Akatokea mwingine, hapa siwe kitu, pacheko yote anapenda akaendelea. Kapeleka posa ili ajirahisishie kujisevia binti yule. Nikipeleka posa, wazazi wake nikiendaenda wanifukuzi. Hana lengo la kuoa, anataka kurahisisha mipango. Lakini kila mmoja anachokifanya, kapeleka posa. Inategemea umeelewaje. Naeleweka? Vumilie sasa. Niongeze mfano wa tatu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, ameamua kujitanda mwili wake kwa kuwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaeleza serikali ya Tanzania haina dini, lakini wananchi wake wana dini. Kwa hiyo kuna uhuru katika dola ya Tanzania, serikali ya Tanzania, kuna uhuru wa kuabudu. Na yeye kama rais pia ni mmoja katika hao wananchi, licha ya kuwa ni rais, lakini bado ni mwananchi, bado na yeye ana uhuru wa kufanyaje, wa kuabudu kwa mujibu wa mafundisho ya dini yake.
akaona ajistiri, na akiamini kwamba kwa kujistiri kwangu hivi naitendea haki katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Inategemea umeelewaje. Kuna mtu akajiita yeye askofu, inategemea umeelewaje. Yeye akaona mavazi yale yanatangaza Uislamu, rais haruhusiwi. Yeye kaelewa hivyo, akakimbilia katika vyombo vya habari anavyovijua, akimshambulia rais. Lakini kuna mwingine, inategemea umeelewaje, kaenda mbali zaidi. Kama kujitanda, mbona wapo masista huko kanisani nao wanajitanda hivi? Huyu anaumia kwa kujitanda? Kama anaumia kwa kujitanda, mbona hatujawahi kumsikia akiwashambulia masista? Huyu kapitia mlango wa uwani, shida yake Uislamu huyu. Inategemea umeelewaje. Msalieni Mtume Muhammad. Tukiwa na mchungaji wa sampuli hii, hata tukimpa mbuzi wote watagongana gari, watakufa wote, kwa sababu uwezo wake wa kufikiri ni mdogo. Alafu huyu anachonga watu huyu. Haya linafri, hebu tukadirie sawa. Katoa hijabu, ndio rais wa Tanzania, anatembea kifua wazi, mapaja wazi, ndio rais wenu huyo. Hivi kwenye dini ile hawafundishi maadili? Inategemea umeelewaje. Hiyo mifano sijaanza maneno. Na kuna watu kabisa wamejiweka mikononi kwa mchungaji, kama wanaamini watakwenda peponi, mchungaji wao ndio huyo. Tafsiri yake nini? Inategemea umeelewaje. Anawafundisha watu wake wavae hovyo. Tegemea umeelewaje. Chini hapa mjadala ya sio. Makuraishi toka kule, wao waliamini ili uwe mtume wa Mungu, uwe tajiri, uwe mheshimiwa hivi, sio yatima. Yani wao akili yao walivyoelewa, haiwezekani huyu Muhammad ibn Abdullah eti yeye ndo awe mtume, anakuwaje? Waliwahi kukaa na kujadili, wakasema lam yajid Allahu lihamli risalatihi illa hadha al-yatima al-miskina, lam yakun Allahu liyatruka al-udhama al-kibara min ashrafi Quraishi wa Thaqifi wa yusila hadha. Ina maana Mungu kaangalia sisi sote tuliokuwepo duniani, hakumpata anayefaa kumkabidhi utume, kaona mpe huyu yatima maskini rofa ndo awe mtume wetu. Haiwezekani huyu kuwa mtume, huyu fake, kwa sababu Mungu hawezi kuwaacha na kuwanyima utume watu waheshimiwa, watukufu, mabwana wakubwa katika wale watukufu wa Kikuraishi na Wathaqifu, watu wa Taif. Walielewa vibaya, walijadili katika aya nambari 31 surati Zukhruf, 31 surati Zukhruf. Qur'ani inanukulu walichosema, وقالوا لولا نزل هذا القرآن
ala rajulin min alqaryatayn adhimin. Kama hii Qur'ani kweli ni maneno ya Mungu, kwa nini basi isingeteremshwa kwa mtu ambaye ni mtukufu, babu kubwa katika wakazi wa miji mitukufu hii Maka, wakimkusudia Walid ibn Mughira, na kule Taif mtu katika koo la Banu Thaqif, Urwatu ibn Mas'ud Thaqafi, anapewa huyu. Walielewa vibaya. Mungu alisema kwa kukasirika 32 shuka. Hiyo ilikuwa ni 32 shuka. Ahum yaksimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, sio sakharia au sikhiria, sukhriya. Shekhi iko mbali. Alafu sasa usiku ushakwenda, yani ingekuwa mapema kidogo tungeishi hapa. Nyinyi mnajadili mipango yangu, kwani Mungu akukuona wewe akakupa uimamu? Kaona wewe utoshi, utabaki kushika kisanduku cha sadaka msikitini, kakuweka hapo. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Wewe alikuona akaona wewe Said Zuberi tukifanya shughuli tukikodi. Mungu kakupa hilo. Ahum yaksimuna rahmata rabbik, hivi wao ndio wanaogawa neema, rehema za Mola, jukumu hilo wanalo wao. Ikali wata ubihi fahamu hiyo. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Inaonekana kwa roho zenu, yani suala la kugawa neema ungepewa wewe, mimi Mwanza leo singekuja, wewe ungeminya. Roho za kibinadamu, ndege zisingeruka, hali ya hewa inawezekani, ili Mziwanda asije Mwanza, ndege aziruki mpaka kesho, maulidi shaisha. Mungu kachukua mwenyewe na gawa mwenyewe. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya, sisi ala ta'dhim ndio tuliogawa maisha yao, riziki zao, nafasi zao katika haya maisha ya dunia. Dhamana hiyo kachukua mwenyewe. Inawezekana ningepewa jukumu hilo mimi, wewe ndani usingekuwa shehe wa wilaya, Kabeke asingekuwa shehe wa mkoa. Namna tunavyominyana wenyewe kwa wenyewe. Naibu zamanana wal aibu fina wama li zamanina aibun siwana wanarju dha zamana bighairi dhanbin walau nataqa zamanu lana hajana walaysa dhibu yakulu lahma dhibin wa yakulu ba'duna ba'dan siwa. Unaona Imam Shafi anasema tumekuwa mahodari wa kuzizungumza na kutia kasoro karne na muda. Kumbe muda hauna matatizo yote. Wewe sisi ni wenye matatizo. Miaka ipo vile vile, siku zipo vile vile, miezi iko vile vile. Wale watu wanaokuja baada ya kutoka hao wakaja wengine. Kama tuila nazi, kati unapokamua ndo linaisha. Wametoka kina Mzee Abubakar, sasa sisi. Chama sasa. Wale aliowaongoza Sayyiduna Abubakar sio wale ambao wewe leo katibu. Yaani wewe wako ni wao. Sayyidina Abubakar alipokuwa amiri muumini na walio nyuma yake walikuwa kina Sayyidina Umar, kina Sayyidina Ali, kina Sayyidina Uthman, kina Sayyidina Abdurrahman, wewe wako hawa. Unatoa mawaidha wenzio wana yao.
Watu wanauliza kesho tunatoka kweli? Kama kushiba kwenye kula mtashiba kwenye kukomba na kuramba. Fanyeni mengine. Mungu anasema katika 32 hiyo, sisi ndio tuliogawa maisha yao, hali zao, riziki zao, nafasi zao katika haya maisha ya dunia. Alafu hawa tukawanyanyua dhidi ya wengine kwa daraja kadhaa. Mungu kaamua kuwa wewe uwe mkubwa lakini uwe maamuma, lakini huyo awe mdogo awe imamu. Mpango wa Mungu ungepewa wewe, ungeweza? Basi sio hilo, kwa sababu uwezo wetu haufanani. Hata ungeambiwa Mungu akatengeneza tufe lote angebakisha hapa usoni, malizia wewe. Mimi naamini kikinyo ungeweka kwa pale, macho ungeweka huku, kila kitu anafanya mwenyewe. Mwenyezi Mungu anatazama nyoyo zetu sote, akili zetu sote, akaona hakuna atakayefaa kuwa mtume wa mwisho katika dunia zaidi ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ridhika. Kwa hiyo hata hizi daraja watu kuzidiana, elimu watu kuzidiana, nafasi watu kuzidiana, Mungu kabainisha sababu, liyatakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya, ili watu wapate kutumikiana. Sasa wote tungekuwa mashehe, nani angebeba viatu vya mwenzie? Jira, wote tungekuwa madereva, abiria angekuwa nani? Mungu akushindwa kufanya wote tungekuwa madaktari. Ukiumwa na utamanyia drop, unatoa mpilipili manga, unatoa panado, kila mtu angekuwa na dawa yake. Unajitengenezea mwenyewe. Mungu kagawa, wewe ukiwa kulu wallahu, huyo ataipa kasida. Wakati watu wanakaa darasani kusoma kwa shehe lake, wewe uende maksudi ili wewe ukaibia dufu tu. Alafu ikifika wakati umelikoroga, unamtafuta shehe lake, kwa atasema si umepiga wewe, si jibu mwenyewe. Amutlifu shay'a gharim. Si kama kile kisa tekeleza mutanafi, walikuwa wamekaa Jibresi kama hivi wanaongea. Jibresi sinajua maskani. Akapita mwanamke mmoja mashallah, akatengenezeka yumo. Na ule mshtuko ule ndio binadamu. Hapa napo niweke sawa. Yaani akipita aliyetengenezeka hujashtuka, wewe una matatizo. Yeye alina shehe. Alipopita yule mwanamke, watu wakashtuka, mtu mmoja akashindwa kuvumilia. Alimwambia, kifi tabarami ula min al-lahdhi mujati ithaniyati wal mutlifu shay'a bari. Kwa mwanamke, simama, nilipe mshtuko ulionitibua, nilipe ruhu. Kifi, simama, tabarami ula, unilipe ule mshtuko wa kwanza, min al-lahdhi mujati, kutokana ule mshtuko wa moyo wangu. Na kulipaje baba? Bithaniyati, rudi nikutazame mara ya pili. Maana ingekuwa wewe shehe, watu wangesemaje? Lakini si una mke nyumbani, akasemaje? Wal mutlifu shay'a gharim, aliharibu kitu ndo anailipa Mungu. Umenishtua wewe ndio kwa mke wangu, wewe umeharibu kwa mwenyewe, rudi nikuone. Ukiharibu kwenye dufu, kiulizwa jibu mwenyewe. Maalish, kuna itirafu. Swalieni Mtume Muhammad. Walielewa vibaya, dawa inategemea umeelewa aje. Nikurudishe kwenye kanuni hili nikae chini. Al-ibratu fi al-uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Usiangalie watu wanaimba, lengo nini? Watu wanahangaika na majina,
Lakini unaweza ukamsikia mtu anaitwa Joseph akawa Muislamu, Ramadhani akawa sio Muislamu. Na wala usije ukadhani kwamba kuitwa kwako Yusuf ndio dalili ya kwa wewe Muislamu sawa. Ukasikia mtu anaitwa jina kama dawa ya homa, Mwantope. Isikutaabishe kuitwa Itima, isikutaabishe kuitwa Maulidi, isikutaabishe kuitwa Jitimai, ndio kusudio lako. Angalia kinachofanywa ni yale majina achana nayo. Wale wamekusanyika, isomwe Qur'ani, yaeleze maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ueleze Uislamu unavyotakiwa. Wale wamekusanyika, wafurahi kwa nyimbo. Haya yote ukiyakusanya, hakuna hata moja ambalo alikupata kufanywa wakati wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala rasulillah. Mmoja alifanya bid'a wakati wa uhai wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inategemea umeelewaje, maana sio kila aliyesoma akaelewa. Wasomaji mashehe zangu huku, viongozi wangu wanajua Mtume anasema swallu kama raaitumuni usalli. Maneno ya nani? Mtume, hadithi sahihi. Sahaba huyu anafanya bid'a, Mtume hajafa. Aliyekuwa imamu wa Masjidu Quba, angalia katika Sahih Bukhari hadithi hii. Ziko kama 4, lakini mimi nataka hii moja kwa sababu muda ushakimbia. Yeye ilikuwa akimaliza surati al-Fatiha hasomi sura nyingine isipokuwa anaanza na kul huwallahu, surat al-Ikhlas. Lakini yeye sahaba na anajua Mtume kasema swallu kama raaitumuni. Walivumilia wale masahaba walio nyuma yake, mwisho wakamwambia, bwana wewe Mtume anatuswalisha hivi unavyofanya wewe haijawahi tokea. Akimaliza surati al-Fatiha anasema sura yetu tunarukui, wewe mpaka kul huwallahu lazima kila rakaa kul huwallahu ndio nyingine. Hii bid'a umepata wapi? Mara ya kwanza akagoma, ukakubadilisha mara ya pili, kubadilisha mara ya tatu, akawaambia mkiridhia ni maimamu wenu mtaendelea kuwa imamu, lakini mfumo huu bid'a isiache. Na kama hamtaki mihirabu yenu hiyo mimi naondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo hai, hili linatokea. Wakaona yule bwana sauti yake nzuri, akisoma kama Sheikh Muhammad Awali, Qur'ani raha. Na kuna Qur'ani nyingine si watu wengine tukapata sauti za kuimbia dawa. Lazima ifike wakati tukubali. Na muda mwingine huko misikitini tunapata tabu kwa sababu watu hawataki kukubali kwamba hili ni Mungu akunipa. Unafanyaje? Unasasheni kwa jamani, CD zote tunajitahidi kuiga basi. Kina Sheikh Mahdi, kina Sheikh Sudesi, uige kidogo tupate raha. Swala ni ibada, lakini wakati huo ni raha. Qur'ani ni ibada, Qur'ani ni raha. Mtu anauliza denda hii ngoma ya Makonde ndio solo nini? Maanishi sahaba huyo alikuwa anasoma Qur'ani vizuri. Hatuhitaji tumkose dawa tukamshtakie Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule imamu tuliye naye kule ana bidaa zake, ya Rasulullah, kadha. Mtume aliwaambia sio hivi tunavyoishi sisi huko, bid'atun dalala haramu mutlaqa. Mtume hakufanya hivyo. Aliwaambia wale masahaba, kamuulizeni kwa nini anafanya hivyo, maana Mtume anajua anaposwalisha aswalishi hivyo, lakini huyo kwanza muulizeni. Wataalamu wanasema idha urifa sababu zala al-ajabu, sababu ikijulikana mshangao tena hamna. Walipomuuliza aliwajibu nini? Aliwaambia mimi naipenda tu surat al-Ikhlas kwa sababu ni sifa za Mwenyezi Mungu. Allah.
Ndio maana nimezusha bidaa. Hii sura Ikhlas tulisoma nasikia tabu naipenda. Mtume wakampelekea majibu haya. Mtume alisema nini? Mwambieni hubbuka iyaha adkhalaka aljanna. Sallu ala rasulillah. Kupenda kwako sura Ikhlas imekuwa sababu ya wewe kuingia peponi.